kuwa awamu ya kwanza ya utekelezaji wa kampeni ya Samia Legal Aid ilifanya kazi ifuatayo katika mkoa wa Morogoro. Tuliwafikia wananchi zaidi ya milioni 3,734,157 wakiwemo wanawake, kwa maana kwamba Tanzania nzima milioni 3,734,157 wakiwemo wanawake 1,807,440 na wanawake takribani milioni 1,926,717. Lakini kwa mkoa wa Morogoro tuliwafikia Watanzania wengi zaidi ya 300,000 ambapo walipata huduma ya msaada wa kisheria. Ndugu zangu wananchi wa Morogoro, wizara itaendelea kuhusisha daftari la watoa huduma za msaada wa kisheria ili kuweza kusambaza kwa wadau wengi ambao kwa namna moja au nyingine tutashirikiana na wenzetu wa TLS, mawakili wa serikali, wanasheria pamoja na wenzetu wa polisi na taasisi mbalimbali za utoaji haki. Lakini niseme tu kwamba yako mafanikio ambayo tumeyapata kupitia masuala mbalimbali. Mfano, RITA tulizindua programu maalum ya utoaji wa vyeti kwa muda wa masaa 48. Na kupitia programu hii kwa mafanikio makubwa, kati ya wananchi 1,658 walioandika kwenye mfumo kwamba wanahitaji vyeti vya kuzaliwa, kati ya hao wananchi 88,000 takriban 88,372 walipata vyeti vya kuzaliwa ndani ya masaa 48. Maana yake ni mafanikio makubwa, na mimi niwatoe mashaka wa Tanzania kwamba programu hii ya utoaji wa vyeti masaa 48 itakuwa ni endelevu na tutaendelea kuhakikisha kwamba Tanzania wanapata vyeti kwa wakati. Rai yangu, tujihadhari sana na udanganyifu. Wale watu ambao wanataka vyeti vya kuzaliwa kwa njia ya udanganyifu na wanadanganya wananchi kwamba wao ndio wanaoshughulika na masuala ya vyeti vya kuzaliwa, tumeshapeana maelekezo kupitia mkurugenzi mkuu wa RITA au kabidhi mkuu wa serikali kuhakikisha kwamba tunadhibiti mianya yote ya udanganyifu katika utoaji wa vyeti vya kuzaliwa. Kuondoa migogoro ya ardhi isiyokuwa na lazima. Migogoro ya ardhi isiyokuwa na lazima, Mheshimiwa Waziri, ni ile migogoro ya kutengeneza. Mtu anatengeneza mgogoro wa ardhi kwa sababu una manufaa kwake, lakini una dhiki kwetu sisi, una karaha kwa watu wengine wote kasoro yeye anayotengeneza. Sasa Mheshimiwa Waziri, tulivyofanya tumeacha tu kuendekeza watu wa namna hiyo, lakini pia tumekuwa tunawashughulikia sana. Mtu ambaye anatengeneza mgogoro wa ardhi ili kuwatia dhiki wenzake, huyo sio mtu wa kukaa na kumchekea. Tunashukuru Mheshimiwa Waziri kwamba migogoro ya namna hiyo imetupungua sana. Bado tunayo, lakini imetupungua sana. Katika mkoa wa Morogoro, katika ukubwa wake, yale tuliyozungumza kule ofisini kabla hatuja kuja hapa, swala la ukubwa wa Morogoro lizingatiwe wakati wa kuwapatia huduma hizi za kisheria wa Tanzania wenzetu. Sisi na malalamiko ambayo tumeandikiwa valuation tangu 2021. Umeona bana, mpaka leo hakuna jambo lolote ambalo tunapata hadi na viongozi kama tunalipwa kulipwa hatulipwi, mara mwezi wa 10, mara mwezi wa 7, mara mwezi wa 8, isipokuwa sisi hatupewi. Umeona bana, kila siku na hadi hizo. Sasa hivi ni mwaka wa 5. Umeona bana, sisi hatulipwi. Umeona, naomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, kama atatusikiliza, sisi wananchi kule tunateseka, tunaumia. Kuna nyumba zaidi ya 10 zimeshabomoka. Umeona bana, watu makazi tumeyapaka, wengine tumehamishia ni maeneo ya kanisani, tumewapa kanisani tu wanaishi, na sisi wenyewe tukiwemo hatufanyi chochote, hakuna maendeleo yoyote. Umeona, naomba Mheshimiwa Rais atuangalie na atusaidie. Msaada wa sheria, kwa tunashukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuletea, kwa kweli unatusaidia kwa 100%. Umeona bana, kwa kweli tunamshukuru mama kwa jinsi alivyotuletea msaada huu. Naomba Mwenyezi Mungu ambariki, aendelee kutusaidia kwa hali, kwa sisi wanyonge angalau tutapata haki zetu kwa haraka.